Ninakusalimu mpenzi mtazamaji popote ulipo, hujambo? Karibu niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kila ambacho na kuomba, tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Tunalenga kufikisha subscribers 200,000. Share Facebook, share Twitter, share Instagram, share WhatsApp ili tukue wengi, ili ujumbe huu uwafikie wengi. Ninajua kile ambacho kimekuleta hapa, lakini kabla ya hapo, mpenzi mtazamaji, je, unakumbuka maandamano ya Bangladesh ya mwaka uliopita? Waziri mkuu wa Bangladesh aliyetimuliwa mamlakani, Sheikh Hasina, Jumatatu Novemba tarehe 17 hii leo Novemba mwaka 2025, alihukumiwa kifo baada ya kupatikana na kosa la kutekeleza uhalifu wa kibinadamu. Uhalifu wa kibinadamu serikali yake ilipopambana na waandamanaji mwaka jana na kuchangia kutimuliwa kwake mamlakani. Ameweza kuhukumiwa kifo baada ya kupatikana na kosa kwamba serikali yake iliwaua wananchi wa Bangladesh. Waandamanaji hao walikuwa wanafunzi wa vyuo vikuu waliokuwa wakilalamikia ukosefu wa ajira, ubaguzi na kupanda kwa gharama ya maisha. Unasikia, wale ambao walikuwa wanaandamana Bangladesh waliandamana kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Walikuwa wanasoma, hawapati kazi. Ubaguzi, yani watoto wa viongozi walikuwa wanapewa kazi, wale ambao wamesoma hawakuwa wanapewa kazi. Vile vile gharama ya maisha. Watu wa familia za waathiriwa wa ghasia hizo waliokuwa wamefurika mahakamani walishangilia kwa furaha wakati majaji walikuwa wakisoma hukumu. Sheikh Hasina alitenda uhalifu dhidi ya binadamu kwa kuchochea fujo, amri zake na kufeli kuchukua hatua za kibinadamu dhidi ya maafisa wa usalama waliotekeleza ukatili dhidi ya waandamanaji. Jaji mmoja akasema ni wazi kwamba aliwachochea wanaharakati wa chama chake na kwamba aliamuru kuuawa kwa wanafunzi waliokuwa wakifanya maandamano. Jaji huyo akaeleza kile kilichoanza kama maandamano ya amani kuhusu ubaguzi katika uajiri wa watumishi wa umma kiligeuka kuwa shinikizo za kitaifa za kumtaka Hasina ajiuzulu. Kilele cha machafuko hayo kilikuwa kuuawa kwa zaidi ya watu 1,400 kulingana na afisa wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki. Kwa hivyo unasikia, alihukumiwa kifo, alihukumiwa kunyongwa kwa sababu alisimamia kuuawa kwa watu 1,400. Aidha, mahakama iliambiwa kuwa zaidi ya watu 25,000 walijeruhiwa katika machafuko hayo. Hasina alikabiliwa na mashtaka 5 yaliyohusiana na mauaji ya waandamanaji, kuagiza kunyongwa kwa baadhi yao na kuamuru matumizi ya silaha hatari pamoja na droni na helikopta kudumaza maandamano hayo. Unasikia mpenzi mtazamaji,
Huyu aliyekuwa waziri mkuu kama rais sasa wa Bangladesh aliamuru kuuawa kwa waliokuwa wanaandamana na zaidi ya watu 1400 wakauawa, kitu ambacho kiliweza kusababisha yeye ameweza kuhukumiwa kifo. Sasa tuingie Tanzania, mpenzi mtazamaji. Tanzania, kulingana na habari ambazo niko nazo, watu zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa walipokuwa wanaandamana kulalamikia matokeo ya kiti cha urais ambayo yaliweza kumtangaza Samia Suluhu kwamba yeye ndiye rais. Kumbuka kwamba Watanzania ambao waliyakataa matokeo haya walisema kwamba kabla ya uchaguzi kuweza kuandaliwa, lazima mambo muhimu yaweza kutekelezwa. Katiba mpya iletwe, waliokamatwa waweza kuachiliwa kutoka kwa jela, vile waliotekwa warudishwe, gharama ya maisha iteremshwe, kazi zipatikane Tanzania. Lakini badala ya kuweza kuwasikiliza, Samia Suluhu akaamuru maafisa wa polisi, mamluki na wahalifu wakawaua Watanzania ambao walikuwa wanatafuta haki. Na sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii wananchi wanashinikiza Samia Suluhu Hassan naye aweze kuhukumiwa kifo. Na je, Samia Suluhu atahukumiwa kifo kivipi? Uchunguzi uweze kufanyika, waliotekeleza uhalifu waweze kuchukuliwa hatua, na waliopanga na kuratibu mipango hii waweze kuchukuliwa hatua vile, wakiwemo Samia Suluhu. Sasa wananchi wanasema hivi, itakuwa ni bora sana endapo watasikia kwamba Samia Suluhu Hassan ameweza kuhukumiwa kifo, kwa sababu kuna Mtanzania mmoja mwenye ameweza kuchapisha hivi: Samia Suluhu deserves the same or life imprisonment because she murdered over 10,000 civilian in Tanzania. Sheikh Hasina murdered 1,400 youths in Bangladesh and has been given a death penalty. We are waiting to see what action the international community is going to take against Samia Suluhu. Otherwise, the revolution has started in Tanzania and there is no turning back. Kasikia hao wakasema kwamba kwa sababu huyu Hasina aliweza kuua watu 1400 katika taifa lake na amehukumiwa kifo. Sasa kwa sababu Samia Suluhu alisimamia zaidi ya watu 10,000 kuuawa, afungwe jela au afungwe jela miaka yote au aweza kunyongwa. Na mwingine akaweza kuandika hivi: Sheikh Hasina and Samia Suluhu parallelly include their sons, both gave free rein to their sons to do as they please with the citizens and oath from brutal violence. There is no corruption. There is also corruption. I pointed out this out a year ago. Nobody took it serious. Imagine
There are leaders who celebrated Samia as a champion of democracy and a reformist, yet they can't even say mea culpa. Anyway, Samia must go and soon it will come to pass. Samia must be jailed. Akaeleza kwamba huyu Sheikh Hasina alipea mtoto wake mamlaka ya kuamuru kwamba wa Bangladesh ambao walikuwa wanaandamana wauawe. The same way Samia Suluhu alipea mtoto wake mamlaka Abdul, akaweza kuagiza wale ambao walikuwa wanaandamana wakipinga mama yake wauawe. Sasa Watanzania wanataka Samia Suluhu achukuliwe hatua jinsi ambavyo huyu aliyekuwa rais, aliyekuwa waziri mkuu wa Bangladesh ambavyo ameweza kuchukuliwa hatua kwa kufungwa jela na kunyongwa. Je, unahisi haki itapatikana kweli? Na je, unahisi kuna wakati ambao Samia Suluhu atahukumiwa jela jinsi ambavyo Bangladesh hatimaye wameweza kupata haki? Wameweza kupata haki kwa sababu wale ambao familia zao ziliweza kuathirika, yule ambaye aliweza kuamuru wauawe naye ameweza kuhukumiwa kifo. Je, hayo yatatendeka Tanzania pale ambapo Samia Suluhu atahukumiwa kifo? Ninakushukuru sana kwa kuendelea kunisikiliza na kunitazama. Ombi langu tu ni uweze kupiga subscription, uendelee kusambaza hizi video kuelekea kwa vituo vingi au kuelekea kwa vikundi vingi, ili tuendelee kufika mahala ambapo tunalenga. Kumbuka kwamba tunalenga kufika 200,000 subscribers au followers wafike 200,000 kabla ya huu mwaka kuweza kukamilika. Asante sana kwa kunifuatilia. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki.